Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inakabiliwa na pigo jipya la kidiplomasia kufuatia Rais wa Marekani Donald Trump kukataa rasmi ombi la Tanzania la kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya visa kiuchumi na kiusafiri vilivyoweka dhidi ya nchi. Hatua hiyo inakuja muda mfupi baada ya mawaziri wa serikali ya Tanzania kuwasilisha maombi hayo rasmi wakati wa mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika kwenye ofisi za zamani za makao makuu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania Ng'ombe, eneo la Upanga jijini Dar es Salaam, mbele ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Marekani yaani Congress. Maamuzi hayo ya Rais wa Marekani Donald Trump yanatupa kizingiti kikubwa katika jitihada za serikali inayoongozwa na Daktari Rais Jamhuri ya Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan za kurejesha mahusiano kamili ya kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Marekani. Katika kikao kilichopita cha tarehe 27 Julai mwaka wa 2026, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Daktari Mohamed Thabit Kombo pamoja na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Daktari Tax walikutana na ujumbe maalum wa wajumbe 11 wa Congress na kuomba kuvutwa kwa vikwazo hivyo ili kurahisisha safari za Watanzania na kukuza biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Ujumbe huo wa Baraza la Wawakilishi la Marekani ulikuwa umeongozwa na mwenyekiti wa kamati ndogo ya huduma za vijana, ulinzi na usalama Ron Jackson, ambaye alipokea nyaraka za maombi hayo na kuahidi kuzipeleka mbele ya mamlaka ya utawala nchini Marekani kwa ajili ya tathmini. Pamoja na kwamba ujumbe huo ulitoa pongezi kwa serikali ya Tanzania kwa mchango wake katika kudumisha amani ya kikanda na kupambana na ugaidi barani Afrika, msimamo huo wa Rais Donald Trump unaonyesha kuwa masharti ya ziada ya kisheria na demokrasia yanapaswa kutekelezwa kabla ya vikwazo hivyo kuondolewa. Kukataliwa kwa ombi hilo kuna maanisha kuwa vikwazo vya visa kwa raia wa Tanzania wanaosafiri kwenda Marekani kwa ajili ya biashara, masomo, matibabu na shughuli za kitalii vinaendelea kubaki kama vilivyo. Uamuzi huo wa utawala wa Rais Donald Trump unaweka pia vikwazo vinavyozuia viteremko vya kiuchumi na fursa za uwekezaji kati ya kampuni za Marekani na sekta mbalimbali nchini Tanzania, jambo linaloweza kuathiri mipango ya kiuchumi iliyowekwa na utawala wa awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatua hii ya Marekani inahusiana kwa karibu na mashinikizo mengine ya kimataifa ikiwemo taarifa ya miongozo iliyotolewa na kundi la mawaziri la Jumuiya ya Madola pamoja na shirika la mpango wa haki za binadamu ulimwenguni Human Rights Foundation. Taasisi hizo za kimataifa zimekuwa zikihimiza serikali ya Tanzania kuimarisha misingi ya demokrasia, kuondoa vikwazo dhidi ya vyombo vya habari, kurejesha uhuru wa kisiasa pamoja na kushughulikia masuala ya mashtaka dhidi ya viongozi na wafuasi wa vyama vya upinzani nchini. Uchambuzi wa mzozo huu wa kidiplomasia unaonyesha changamoto zinazoikabili serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuwasilisha na sawasisha masuala ya usalama wa ndani na mahitaji ya kisheria ya mashirika ya kimataifa. Hatua ya Rais Donald Trump kukataa ombi hilo inalazimu mamlaka nchini Tanzania kupitia upya mbinu zake za kidiplomasia na kuchukua hatua za makusudi zinazokidhi viwango vya kimataifa vinavyotakiwa ili kufungua milango ya mazungumzo mapya ya kuondoa vikwazo hivyo. Pamoja na matokeo haya mabaya ya maombi ya visa na usafiri, ushirikiano katika maeneo ya ulinzi na usalama kati ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania na vyombo vya ulinzi vya Marekani unaendelea kuwa nguzo muhimu katika ukanda wa Afrika Mashariki.
Mchango wa Tanzania katika misheni ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika unabaki kuwa jambo linalotambuliwa na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Marekani, ingiwa haujaweza kubadili msimamo wa kiutawala kuhusu vikwazo vya usafiri na uchumi. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Daktari Mohamed Thabit Kombo na waziri wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa Daktari Stergomena Tax wanaendelea kukabiliwa na kibarua kizito cha kutaribu na kuratibu tena na kutathmini njia mbadala za kidiplomasia kufuatia majibu hayo kutoka Washington. Serikali ya Tanzania inatakiwa kushughulikia hoja za msingi zilizosababisha kuwekwa kwa vikwazo hivyo badala ya kutegemea maombi ya moja kwa moja ya kiserikali bila mabadiliko ya sera za ndani. Nafasi ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Marekani Congress waliotembelea jijini Dar es Salaam tarehe 27 Julai mwaka 2026 ili kuwa ni kukusanya taarifa na kuwasilisha maombi ya Tanzania mbele ya utawala mkuu. Hatua ya utawala wa Donald Trump inathibitisha kuwa maamuzi ya mwisho ya sera za kigeni za Marekani yanabaki chini ya mamlaka kuu ya rais wa nchi hiyo bila kujali uelewano wa awali uliopatikana wakati wa vikao vya kamati ndogo za kijeshi na ulinzi. Uamuzi huu mpya wa Donald Trump unaongeza presha ya kisiasa na kiuchumi juu ya serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati taifa linapoelekea kwenye mchakato wa kujiandaa na kikao kijacho cha kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola kinachopanga kufanyika mwezi Novemba. Wadau wa kisiasa na kiuchumi nchini wanafuatilia kwa karibu kuona namna serikali ya Tanzania itakavyojibu maamuzi hayo ya utawala wa Marekani na hatua zitakazochukuliwa kurejesha mahusiano hayo. Matokeo ya kukataliwa kwa ombi hilo yanaweka wazi kuwa safari ya kuelekea nchini Marekani kwa raia wa Tanzania zitaendelea kupitia taratibu ngumu za kisheria na vikwazo vya visa hadi hapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan itakapokamilisha masharti yote ya kisheria na kidiplomasia yaliyowekwa na utawala wa Washington. Zaidi ya vikwazo na ombi hilo kukataliwa na Washington, vilevile shirika la Jumuiya ya Madola pamoja na Seneti ya Marekani pia bunge la Ulaya zimekuwa zikisisitiza Tanzania kufanyia marekebisho sheria zake za mama nchi na vilevile kuwaachilia wote waliofungwa na kukabiliwa kwa kesi za ugaidi na uhaini, pamoja na kumwachilia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Tundu Antipas Lissu.